اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Dr. Ota Limo. Mimi nakwenda kama daktari katika kikundi cha Tatawu, na hii si safari yangu ya kwanza. Kwa miaka tumekuwa tukienda pamoja na alhamdulillah tumekuwa tukiona mabadiliko mema katika kila safari tunakwenda kadiri miaka iendavyo na hali zinazidi kuwa nzuri. Katika matayarisho ya safari hii tumekuwa tukifanya semina mwaka mzima, na tumekuwa sana tukizungumza masuala ambayo yanawahusu watu wetu. Kwa upande wangu mimi nazungumza upande wa kiafya. Matayarisho ya watu wetu katika kwenda katika safari tukufu hii yanaanzia tokea huku nyumbani, ikiwemo watu kujishughulikia vizuri afya zao, kujitayarisha, kufanya mazoezi. Kwa wale ambao wana matatizo ya kiafya, yale ambayo tayari yanashughulikiwa, kuendelea na dawa zao na kuendelea na check-ups kwa madaktari wao kama kawaida. Na tumekuwa tukihimiza hilo na limekuwa likifanyika, na kwa pale ambapo tunakutana na changamoto ndogo ndogo, basi tulikuwa tumeweza kutoa msaada na kuweza kurekebisha hizo hali. Kwa kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu amejalia kwamba mitihani tunakutana nayo inakuwa ni midogo midogo mara nyingi, ama mengine inayotokezea bila kutarajiwa na kuwa tena ni nje ya uwezo wetu. Lakini matayarisho ya mahujaji ni kitu muhimu sana hasa katika suala la kiafya, na tumeona hivyo hasa kwa upande wa wale watu wetu wenye magonjwa yale sugu na ya muda mrefu kama kisukari, shinikizo la damu, magonjwa kama ya pumu, magonjwa ya viungo, na wote hawa wamekuwa wameendelea vizuri na tunao katika safari hii. Katika safari hii ya mwaka huu tunao watu wenye matatizo hayo, lakini ambayo yako yamedhibitiwa kwa kuwa wanatumia dawa zao vizuri na wameshajiishwa hivyo, na wamekuwa wanashiriki mazoezi, na wamebadilisha mifumo yao ya kimaisha kuelekea kuwe ile ambayo ya kiafya zaidi. Tumeweza pia kugundua wengine ambao walikuwa wenyewe hawajajijua hali zao, lakini katika kupimana na kutambuana hali zetu wameweza kugundulikana na kuanzishiwa matibabu, na sasa hivi wameendelea vizuri na wamo katika safari. Pia swala jingine muhimu liliingia swala la chanjo. Chanjo zinazotakiwa kule tunapokwenda ni huwa zinaweza kuwa na mabadiliko madogo madogo mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo daima tumekuwa tukifuatilia taarifa hizo na kuziwasilisha kwa watu wetu, na wamepata chanjo zote kama ilivyotakiwa na serikali za Saudia na serikali zetu hapa nyumbani. Hivi leo tuko hapa, tuko na mahujaji wetu na wako katika hali nzuri, na tunamshukuru Allah kwa uwezo wake amejalia mpaka sasa hivi hatujapata changamoto yoyote kubwa ya kwamba kuna hujaji ambaye ameshindwa kushiriki au kwa kutokana na masuala ya afya au kwa jambo ambalo labda lilikuwa halijagundulikana kabla. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kwa hiyo tunatarajia tutakwenda safari yetu salama na tutaweza kuwashajiisha wa mahujaji wetu wake kwa waume katika kutekeleza ibada yao bila bughudha, bila matatizo. Na kwa safari hii tunao wagonjwa kama watatu ambao huenda wakahitaji kutumia wheelchair, lakini kwa sehemu kubwa wamekuwa wakijishajisha wenyewe kuweza kutembea wenyewe, lakini tumewachukulia facility hizo kama ni akiba, ili kwamba pale itakapohitajika basi wataweza kufanya hivyo. Suala la umri pia limezingatiwa, na tumeweza kuwapa vipaumbele wale ambao umri wao umeweza kuonyesha kwamba ni watu wazima, lakini mradi tu kama wanaweza kwenda katika safari hii, basi tumejitahidi katika kuwawezesha hivyo kiafya na kuwapa motisha za kuwapa maelezo ambayo yatawasaidia, na alhamdulillah wameshiriki vyema, na tunatarajia watakuwa ni wenye kutekeleza ibada yao bila matatizo zaidi. Asante sana. Shukran. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika